Hii imeenda kwenye kasino nambari 1 mtandaoni. Pata mizunguko au spini 100 bure kwa usajili wa mara ya kwanza kupitia pmbet.co.tz. Alisema kwamba nimpongeze kocha magolikipa kwa kufanya uchambuzi mzuri kwa wapigaji wa penalty ili kumsaidia Kamara. Amefanya kazi nzuri, lakini pia nipongezi tu zaidi na zaidi golikipa Kamara, Musa Pinpin Kamara. Nakumbuka kabla mchezo huu wa marudiano kule Misri alizungumzwa sana, watu wakasema kwamba unajua sasa hivi Kamara bado hajawa kwenye ubora wake, katoka kwenye majeraha. Kazi ambayo ameifanya jana Juma Shabani pamoja na Amani Ndimbo, tunaweza tukasema Kamara ni golikipa wa aina gani? Ni moja kati ya magolikipa wazuri, lakini hii haindoi uhalisia wa namna ambavyo amekuwa ana struggle zaidi. Kuna baadhi ya mechi ambazo Simba unaona wanafungwa kabisa, unaona kwamba hapa ni Kamara amefanya mistake ambazo ni za kimpira na Simba wameenda kwenda kufanyaje, kwenda kuadhibiwa. Hii haiondoi uhalisia kwamba kwa sababu amepeleka Simba kwenye hatua nusu finali kwamba tukasahau yale ambayo amekuwa anafanya. Hapana. Kama sehemu ya professional lazima akae chini, aangalie, afanye tathmini, ajue kwamba ni sehemu gani ambapo mara nyingi mimi nimekuwa nikikwamisha zaidi timu. Kiangalia goli ambalo alofungwa lile la pili kule ugenini, kwa aina ya golikipa ambaye mwenye uzoefu mkubwa, ilikuwa sio ya kufanya mistake kama ile. Kitu ambacho amekuja ameifanya timu imetumia nguvu kubwa zaidi, kwa sababu jana Simba kama kule wangemaliza mechi 1-0 kwenye hizi 2-0, Simba walikuwa hana tena haja ya kwenda kwenye mikwaju ya penalty. Wala wachezaji wasingeenda na pressure kubwa sana. Ukiangalia mashabiki walikuwa naamini of course timu yao kwamba kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa huwa wana nafasi kubwa ya kuweza kuelekea kwenye hatua ambazo zinazofuata, lakini pressure ambayo mashabiki walikuwa wameweka kwa wachezaji ni kuona timu yao inapata ushindi wa kuanzia magoli 4, kuanzia magoli 3 na kufanyaje na kuendelea, kitu ambacho siamini kama kilikuwa ni sahihi. Na ndio maana wachezaji wamepambana kwa nafasi yao ambayo wao walikuwa nayo. Kwa hiyo Kamara atakuwa kuweza kufanya tathmini kubwa sana, kwa sababu huko tunapoelekea huko mbeleni kwenye hizi hatua kama hizi, ukifanya mistake moja, one mistake one goal, timu umeiangusha shimoni. Lakini Amani, nilitaka kidogo lizungumzie hili la kocha Fadlu Davis, namna ambavyo ameibadilisha Simba kutokea kule kwenye ile Simba ambayo ilikuwa inajitafuta, Simba ambayo inaenda kucheza lakini majibu unaenda nayo wewe uwanjani, na mpaka sasa ambavyo tunaona Simba bado haijawa kwenye ule ubora ambao watu tunatamani kuiona Simba, lakini so far so good, inaanza kuonesha mwanga ama matumaini kwa wana Simba. Kocha Fadlu Davis, pengine ungemzungumzia kidogo. Hapo uliposema kwamba Simba ambao kidogo ilikuwa ina nini, unakumbusha Simba kina Jobe. Omar Jobe. Kuna mchezaji mmoja alisajiliwa Simba wakasema anapiga assist mpaka akiwa sabu. Akiwa bench nani Lokosa, unamkumbuka? Junior Lukonga. Sio Lukonga. Lokosa alikuwa na dread hivi. Nampata Lokosa huyo. Ni Junior Lukonga. Alikuwa na dread hivi. Kwa hiyo nafikiri ndo waliingia msimu mmoja na kina Perfect Chikwende. Alikuwa nafikiri mimi ni kwanza waga na mkubali sana kocha ambaye amecheza mpira. Ukicheza mpira kuna vitu ambavyo wewe unavijua, na kuna vitu ambavyo ukivifundisha vinakupa matumaini, kwa sababu kwenye namba ya watu 11 na wewe pia ulikuwepo kushiriki kuweza kupata matokeo mazuri. Mtu kama Jose akucheza mpira, lakini mwalimu ambaye ameingia tu darasani, ana kipaji cha kufundisha, bana twendeni tupaki basi tufanye hivi, si ndio? Lakini Fadlu ameibadilisha Simba, sio tu kwenye michuano ya kimataifa, hata kwenye ligi. Nafikiri kwenye ligi wamefungwa mchezo mmoja tu mpaka sasa hivi, lakini pia kwenye FA wapo katika hatua robo finali, lakini kwenye ligi tunaona wamepitwa na Yanga michezo karibia miwili, lakini pia baada ya sasa michezo ya kimataifa wataanza kucheza michezo yao pamoja na FA. Kwa hiyo ameibadilisha Simba kwa hatua kubwa sana, kwa sababu Simba ilikuwa na walimu wakubwa wakina Benchika ambao na CV kubwa, Robertinho ambao wao walipewa kibarua kikubwa sana cha kuweza kuivusha Simba katika hatua ya nusu finali, si ndio? Lakini walikuwa wanaishia robo finali, na kikubwa walikuta tu Simba labda anaenda anafungwa goli moja, si ndio? Akija hapa anashindwa kupata matokeo, watu wanapata goli moja, Simba anatoka
nje. Lakini sasa hivi yeye ameweza kuifanya Simba iweze kufika katika hatua nusu finali na kuandika historia kubwa, si ndio? Na sasa hivi amepata nafasi ya kwenda South Africa kwenda kukutana na timu ambayo yeye ndo mkazi wa South Africa. Kwa hiyo kuna kitu ambacho unakiona amerudi nyumbani. Hiyo inampa favor. Kama kipindi kile nakumbuka Yanga walipangwa na Stade of Mali, kuna timu ambayo amechezea Diarra ilikuwa inatoka yani mtaa ambao ametokea Diarra ndio anaenda kukutana na hiyo timu na alikutana pia na mashabiki zake. Lakini pia hata mechi ambayo ya Monastir walipata yani Monastir yani Nabis kwao, si ndio? Kwa hiyo Yanga walienda karibia wiki nzima wakaenda kuzoea hali ya hewa wakafanyaje. Kwa hiyo nafikiri Fadu ana nafasi kubwa sana ya kuweza kuipeleka Simba katika hata hatua finali. Ni tahadhari kubwa. Nakumbuka kabla ya Al Masry mashabiki wengi wa Simba walikuwa wanatamani sana kukutana na Stellenbosch, si ndio? Lakini Juma nakumbuka nilimwambia ile ni timu fulani ambayo wana mbinu sana. Kwanza wachezaji wao wamechanganywa, wana Makaburu lakini pia wana golikipa mzungu, si ndio? Niliangalia mechi yao moja ya ligi ya South Africa, ilikuwa dakika ya 60. Orlando walimpelekea sana moto jamaa wakapewa kadi nyekundu. Dakika 60 mpaka dakika 90 wameshikilia bomba, hawakufungwa goli. Kwa hiyo unakuta mzuri sana. Defense yao iko vizuri sana. Na tumeona kama mchezo wa jana Zamalek mechi ya kwanza bila Zamalek anaenda kupasuka kwake goli moja kwa sifuri. Kwa hiyo tusichukulie poa hii timu kusema kwamba Simba anaenda kushinda. Na siku zote Afrika Kusini waga wana timu nzuri sana. Kwa hiyo timu yote ambayo inafika hapa ni timu nzuri. Nafikiri Mwalimu Fadu mimi nimpe pongezi, na sasa hivi atakuwa kashaanza kuzichanga karata. Naweza kwamba mimi naenda kukutana na wapinzani fulani. Kwa hiyo unataka kusema nini? Ni msiba kwa Misri kwa sababu timu zao zote ambazo zimetolewa michuano ya shirikisho zimetolewa. Nafikiri kama wafalme wao nao kama umeshuka kwa namna tuione Pyramids itaenda wapi, kwa sababu Al-Ahly lakini pia na wao wamepita kwenye hatua nusu finali. Yes, National Al-Ahly. Lakini ukienda kwenye taifa ambalo tutakwenda kucheza nao limepitisha timu 3. Kuna Orlando, kuna Mamelodi, ndio afu na Stellan. Kwa hiyo Orlando na Stellan kwenye huu msimu, kwenye hii michuano ya kimataifa amekuja kama surprise package. Kwa lolote inaweza ikatokea. Orlando nitegemea kwa performance ambayo toka mwanzo ilikuwa inaonyesha. Na kama Yanga ingefanikiwa, nafikiri sasa hivi timu za Tanzania zote zingekuwa zimeenda South Africa. Yanga ingekutana na Orlando Pirates. Alikuwa anakutana na Orlando, ina maana Simba angepata nafasi ya kwenda South. Kwanza Yanga hiyo nafasi angepata wapi? Kwa sababu unajua Yanga kama angetoboa pale alikuwa anaenda kucheza na Al-Ahly. Alikuwa anakutana na Orlando. Okay. Maana Orlando yeye amecheza jana baada ya kufuzu, si ndio? Mtu nyuma yake kwenye draw moja ambayo anatakiwa kukutana Yanga pamoja na Orlando Pirates. Kwa sababu Orlando yeye ameshika nafasi ya kwanza, Yanga angeshika nafasi ya pili. Si ndio? Kwa hiyo nafikiri timu zetu za Tanzania zinaenda South Africa, lakini nafikiri baba Jeni bye bye. Kwenye ligi yetu sasa kuna kitu cha kujifunza kutoka Afrika Kusini. Wakati sisi tumekaa tukiziimba Simba na Yanga. Azam, Singida, Tabora na timu zingine nao zinatakiwa ziweze kujipambania. Umeona Orlando baada ya kupata anguko imechukua miaka mingi sana, zaidi ya miaka 5 mpaka 4 mpaka leo tunaiona Orlando ambao imeanza kuonyesha ubora kwa sasa. Msimu huu Nabi anaisuka Kaizer. Kwa kuna possibility kubwa Kaizer nayo kwenye misimu miwili ama msimu ujao ikaja kuwa tishio. Na yenyewe ikaja ikawa tishio. Sasa naambie una Mamelodi ambao bora, una Orlando bora kwa miaka hiyo miwili mbele, una Kaizer pia bora, na hawa Stellan kama nao bado ataendelea kuwa na consistency, watakuwa na ligi nzuri sana ambayo itakuwa kwa na ushindani mzuri. Lakini Juma Stellenbosch wao wana alama 35. Wanashika nafasi ya 5 kwenye ligi kuu ya Afrika Kusini, si ndio? Anaongoza na Mamelodi kwenda 98. Michezo 23, nafasi ya kwanza. Mimi nataka nikupe michezo yao 5, michezo yao 6 tu.
ya mwisho. Mchezo wao ambao wajana wameshinda goli 1-0. Lakini uliopita waliweza kutoa sare, si ndio? Kwenye ligi walicheza na Mages, walifunga goli 1-0, lakini pia walicheza na Shekushene, walifungwa goli 2-1, au walishinda goli 2-1. Wakatoa sare na Orlando, ndio hii ambayo nakwambia. Tarehe 11 mwezi wa 3 walipewa red card dakika 35.